Mwanafunzi maskini anapenda omba-omba. Bila kujua ni bilionea kila asubuhi kabla ya masomo. Laya Dawson, mwanafunzi maskini wa chuo kikuu aliyekuwa akishikilia ufadhili wake kwa bidii, alikaa kwenye kiti cha mawe kilichopasuka karibu na kituo cha basi, akishikilia kitabu chake kilichochakaa na kikombe cha karatasi chenye kahawa iliyolegea. Na kila asubuhi alimuona yeye, yule omba-omba aliyekuwa akiketi kimya kando ya barabara, nguo zake zikiwa zimechanika, ndevu zake zisipogolewa, na mikono yake ikitetemeka alipochora duara zenye kutetemeka kwenye mavumbi. Hakuna aliyemtazama mara mbili, lakini Laya alifanya hivyo. Kitu fulani katika ukimya wake kilimvuta karibu. Kitu fulani katika macho yake yaliyochoka kilizifanya mapigo ya moyo wake kupata kikwazo. Alianza kumleta chakula, mazungumzo kidogo, na siku moja, bila kukusudia, moyo wake. Alifikiri alikuwa akimpenda omba-omba, mwanaume asiye na kitu. Lakini alipotoweka ghafla na kuonekana tena siku kadhaa baadaye katika gari jeusi lenye mng'ao nje ya chuo chake, kila kitu alichofikiria kilipasuka. Ni nani kweli huyu mwanaume? Kwa nini bilionea alijificha nyuma ya nguo zilizochanika? Nini kingetokea alipomchukua nyumbani kwake, mahali ambapo siri zilikuwa na thamani zaidi kuliko upendo wenyewe? Kama unataka kujua kilichotokea baadaye, endelea kusoma. Hii ni hadithi ya ajabu ya upendo, siri na mabadiliko. Hakikisha umefuata hadi mwisho. Ukungu wa asubuhi ulining'inia juu ya barabara ya Brookside, ukifunika njia zilizopasuka kwa ukungu wa fedha. Hewa ilikuwa kali ya kutosha kuchoma, lakini Laya Dawson alikuwa amekoma kujali baridi tangu zamani. Maisha yake yalizunguka mzunguko wa kawaida: mihadhara, zamu za kazi na ukimya. Alikuwa amejifunza kuongeza $1 kuwa $2, kuruka kifungua kinywa ili kuokoa pesa za kodi, na kutabasamu hata wakati uchovu ulipombana na mifupa yake. Umaskini ulikuwa na njia ya kukufundisha shukrani kwa joto dogo zaidi, kama mvuke laini uliopanda kutoka kikombe cha mchuzi aliochukua mikononi mwake. Kando ya kituo cha basi alikuwa na sura ile ile aliyeiona kwa wiki nyingi sasa, yule omba-omba. Hakuna aliyejua jina lake. Kiti chake cha magurudumu kilionekana kana kwamba kimesahauliwa na wakati. Gurudumu moja liligeuka kidogo, mkono wa kuegemesha mmoja umevunjika. Koti lake lilikuwa na tabaka la uchafu, vidole vyake vikikauka na kuwa cheupe. Watu walimpita kana kwamba hakuwepo, macho yao yakigeuka mbali, wakiogopa mahitaji yake yangeweza kuchafua dhamiri zao. Lakini Laya hakuweza. Si wakati alipotazama macho hayo ya bluu, lakini yaliyozimwa na kitu ambacho hakuweza kukieleza. Kulikuwa na huzuni pale, ndiyo, lakini pia uvumilivu. Hadi hii ya kimya ambayo haikuwa mali ya mtu aliyeomba. Haikufaa. Hakuwahi kuomba pesa, hakuzungumza isipokuwa anapozungumzwa, hakuwahi hata kunyosha mkono wake. Aliketi tu kana kwamba akingoja kitu ambacho hakikuja. Alimkabidhi kikombe. Machuzi tena, alisema kwa upole. Sio mengi, lakini ni wa moto. Aliinua kichwa polepole, midomo yake ikitetemeka kuwa tabasamu dogo. Asante, alinung'unika. Sauti yake ilikuwa ghafla, lakini ya upole. Aina ya sauti iliyobeba joto hata katika silabi zilizovunjika. Laya alitabasamu kurudi. Daima unasema hivyo kana kwamba ina maana zaidi kuliko inavyopaswa. Inafanya, alining'inia. Wema ni nadra. Kwa muda hakuna aliyesema. Magari yalipiga kelele. Mabasi yalikohoa moshi hewani na jiji liliendelea kutojali kwake. Laya alikaa kwenye ukingo karibu naye, akikumbatia magoti yake, na kujiuliza kwa nini uwepo wa mgeni ulihisi salama zaidi kuliko watu wengi aliowajua. Hakujua kwamba nyuma ya uso wake usiotoa nywele na nguo zilizochanika kulikuwa na siri kubwa zaidi kuliko ulimwengu wake ulivyoweza kufikiria. Akili yake mara nyingi ilielekea wakati wake uliopita na mikono ya mama yake iliyochakaa, ikipiga pasi nguo usiku kucha, kwa kuondoka kimya kwa baba yake wakati bili zilipozidi matumaini. Alikuwa amejiahidi kwamba angevunja mzunguko huo, kumaliza chuo kikuu,
Alikuwa mtu ambaye hakuhitaji kuhesabu sarafu kabla ya kununua mkate. Lakini hivi karibuni, hata ndoto zilihisi kama anasa ambayo hakuweza kumudu. Kwa nini daima unakuja hapa? Aliuliza siku moja, akivunja ukimya. Aliinama kichwa kidogo. Kwa sababu hapa, hakuna anayetarajia niwe kitu kingine. Kitu fulani katika sauti yake kiliendelea, kizito sana, kina cha kufikiria sana kwa mwanaume anayeishi mtaani. Laya alikunja uso. Unazungumza kama ulikuwa mtu mwingine? Labda nilikuwa, alisema, macho yake yakiwa mbali. Labda bado niko. Alicheka kwa upole, akifikiri alikuwa anamzaha. Lakini hakucheka kurudi. Usiku huo, alilala bila usingizi katika chumba chake kidogo cha bweni, akikariri mazungumzo yao. Kulikuwa na kitu kuhusu yeye ambacho hakuendana. Mikono yake, sio mikono ya mwanaume ambaye aliishi muda mrefu mitaani. Msimamo wake, mnyofu, kudhibitiwa, karibu wa nidhamu. Hata ukimya wake ulibeba kusudi, kama mtu aliyezoea kusikiliza zaidi kuliko kusema. Bado, hakuweza kuacha kurudi. Siku baada ya siku, alimletea mabaki ya chakula, kahawa, wakati mwingine urafiki tu. Walizungumza kuhusu kila kitu isipokuwa wao wenyewe. Hakumwambia kamwe jina lake, kwa hivyo alimpa moja. Eli, alisema asubuhi moja. Unaonekana kama Eli. Alicheka, kicheko cha kwanza halisi alichosikia kutoka kwake. Eli, sijasikia hilo kwa miaka mingi. Kwa hivyo hicho ni jina lako? Labda, alisema kwa tabasamu dogo lisilo na maana. Na kwa njia fulani hiyo ilikuwa ya kutosha kwake. Wiki zilipita. Baridi ya majira ya baridi iliongezeka. Jiji lilijiandaa kwa Krismasi, liking'aa kwa taa ambazo zilizadhihaki wenye njana waliosahauliwa. Laya aliyokuwa kile kidogo alichoweza ili kumnunulia koti sahihi. Alitaka kumwona akiwa na joto, kumwona akitabasamu tena, lakini alipofika asubuhi ya kesho, kiti kilikuwa tupu. Kiti cha magurudumu kilikuwa kimeondoka, kona ambayo aliketi kila siku tupu. Moyo wake ulishuka. Aliuliza kuzunguka, lakini hakuna aliyemwona. Mitaa ilimeza watu kama vivuli. Kwa siku 3 alitafuta, akiruka darasa, akiruka milo, akiuliza kila muuzaji, kila dereva, kila afisa aliyempita. Hakuna kitu. Alikuwa ametoweka, kana kwamba hakuwahi kuwepo. Kwa siku ya 4, Laya aliacha kujaribu kuelewa. Labda alihamia. Labda alikufa. Wazo hilo lilizifanya tumbo lake kugeuka. Alikaa peke yake kwenye kituo cha basi, akishikilia koti alilomnunulia kwa mikono inayotetemeka. Kisha baragumu likapiga nyuma yake. Aliguka. Gari jusi lenye mng'ao, madirisha yaliyotiwa rangi, injini ikihuma kimya, likaenda na kusimama karibu naye. Mfano wake ulitazama nyuma kwa kushangaa. Dirisha lilishuka. Jozi ya macho ya bluu yaliyozoeana yalikutana na yake, lakini hayakuwa meupe tena. Yalikuwa makali, hai, ya kutawala. Hakuvaa matambara sasa, lakini suti iliyotengenezwa kwa ufundi ambayo ilinong'ona pesa. Laya, alisema kimya. Ingia. Ulimwengu wake uliganda. Omba wake, Eli, alikuwa ameondoka. Mahali pake alikaa mtu mwingine kabisa. Mwanaume aliyeonekana kama anamiliki kila kitu alichowahi kuhulumu. Laya hakuhamia. Upepo wa baridi ulipiga nywele zake usoni mwake alipokuwa amesimama kando ya barabara, akimtazama mwanaume ambaye alikuwa wa kawaida na yasiyowezekana. Macho yake ya bluu yalikuwa na joto lile lile aliloliona kwa omba, lakini sasa yaling'aa kwa nguvu, makali, ya kujua, yasiyozuiliwa. Midomo yake ilifunguka, lakini hakuna sauti iliyotoka. Laya, alirudia, sauti yake ikiwa laini zaidi sasa. Tafadhali ingia. Kitu ndani yake kilitetemeka. Alitaka kuuliza ni kweli jinsi hii ilivyowezekana. Kwa nini alionekana kama ametoka maisha mengine? Lakini sauti yake ilibeba mamlaka ya ajabu, sio ya kutawala, lakini ilisubiri na kitu kilicho kina zaidi. Alijikuta akitii. Alipoingia kwenye gari, harufu ya ngozi na mwerezi ilimzunguka, safi, ya kifahari, ghali. Ilikuwa ulimwengu mbali na mavumbi na kelele za mtaa. Mapigo yake ya moyo yalifanya mbio wakati gari lilipoanza kusonga, likiteleza kupitia taa za jiji kama ndoto.
Hakuzungumza mwanzoni, wala yeye hakuzungumza. Ukimya kati yao ulikuwa mnene, umejazwa. Hatimaye aligeuka kwake. Wewe ni nani? Aliweka macho yake barabarani. Mtu ambaye alisahau ni nani hadi uliponikumbusha. Hiyo si jibu. Alipumua nje. Jina langu ni Elias Ward. Jina lile liligonga kitu, kutambua kidogo. Laya alikunja uso. Jina hilo linasikika lakijulikana. Linapaswa, alisema kimya. Familia yangu inamiliki Ward Industries. Macho yake yalifumbuka. Ward Industries, moja ya makampuni makubwa zaidi ya kibinafsi katika jimbo. Alikuwa ameona jina lile likichapishwa kwenye maeneo ya ujenzi, majumba ya ghorofa, hata kwenye mfuko wa ufadhili ambao ulilipia sehemu ya ada yake ya masomo. Pumzi yake ilinaswa. Wewe ni huyo Ward? Aliinama kichwa, macho yaliyosimama barabarani. Nilikuwa hadi nilipondoka. Moyo wake ulipiga radi. Uliondoka kutoka kwa hayo yote? Nilifanya, alisema tu. Baada ya wazazi wangu kufariki, kampuni ikawa uwanja wa vita. Pesa zilibadilisha damu kuwa wageni. Sikujitambua tena. Kwa hivyo, niliondoka. Hakuna aliyejua nilipokwenda. Nilihitaji kuona ni nani bila kila kitu ambacho kilipaswa kunifafanua. Alimtazama, akili yake ikizunguka. Omba ambaye alimpa mchuzi, mwanaume ambaye alihuzunika, alikuwa bilionea anayejificha kutoka ulimwengu wake mwenyewe. Kila picha yake akiketi katika koti lile lilichochanika, kimya kando ya kituo cha basi, iligongana na ile mbele yake sasa. Iliyong'arishwa, iliyotuliwa, isiyoguswa. Lakini kwa nini kujifanya kuwa omba? Aliuliza, sauti ikitetemeka. Ungeweza kwenda popote, kufanya chochote. Hatimaye alimtazama. Kwa sababu hakuna mtu anayedanganya omba, Laya. Watu wanaonyesha ni nani kweli wanapofikiria huna kitu cha kutoa. Na wewe, macho yake yalilegea. Uliniona nilipokuwa sionekani. Maneno yaligusa kirefu zaidi kuliko alivyotarajia. Aligeuka kwenye dirisha, akitazama ukungu wa taa za barabara. Sehemu yake ilitaka kulia. Si kutoka hasira, lakini kutoka maumivu ya kudanganywa na kutunzwa wakati mmoja. Je, ulikuwa unanijaribu? Aliuliza kwa sauti ya chini ya mnong'ono. Hapana, alisema. Nilikuwa nikijitafuta mimi mwenyewe. Wewe ulikuwa kitu cha kweli pekee nilichokipata. Walisafiri kwa maili nyingi katika ukimya hadi jiji lilipokonka kuwa nje ya mji. Kisha aliona lango kubwa la chuma likiinuka mbele. Likifunguka polepole gari lilipokaribia. Zaidi yake kulikuwa na jumba kubwa na ling'aa chini ya mwanga wa mwezi. Ngazi za marmar, minara ya kioo, bustani zilizotunzwa zikienea hadi upenuni. Koo lake ilikazwa. Hakuwahi kuona utajiri kama huo kwa karibu. Gari lilisimama kwenye mlango. Alishuka kwanza, akazunguka, na akafungua mlango wake. Alisita kabla ya kushuka. Viatu vyake vikizama kwenye changarawe ya velvet. Alisema kwa upole, akitumia jina pekee lililohisi la kweli. Kwa nini unilete hapa? Alitazama chini karibu kana kwamba hakujua jinsi ya kujibu. Kwa sababu nilitaka uone ukweli kabla ya kuamua ni nani mimi. Milango ya mbele ilifunguka. Wafanyakazi wawili wa nyumba walidhihirika, wakiinamia kidogo. Mtazamo huo ulizifanya Laya wasiwasi. Hewa ilihisi nzito, mbali na kila kitu ambacho kilikuwa kilicho cha joto au kibinadamu. Ndani, vitanjikale vilitoa mwangaza wa dhahabu kwenye sakafu za marmar. Michoro ilipanga kuta, picha za nyuso zenye nguvu ambazo zote zilishiriki macho yake makali ya bluu. Alihisi kutokuwa mahali pake mara moja, koti lake la duka la bei nafuu likipingana na mng'ao wa utajiri. Je, kuna mtu anajua? Alining'inia. Kwamba uliishi mitaani. Aliikuta kichwa. Hakuna mpaka sasa. Macho yake yalishika picha iliyowekwa kwenye meza ya kando. Elias akisimama karibu na mwanamke aliye na macho yale yale ya kuchoma. Tabasamu lake likiwa kamilifu lakini la baridi. Mama yako. Alinama kichwa. Alijenga milki. Nilirithi nguvu zake na maadui wake. Laya aligusa picha kwa upole, sauti yake ikitetemeka. Lazima ulimpenda. Alisita. Nilifanya. Lakini alipenda udhibiti zaidi kuliko alipenda watu. Kulikuwa na maumivu katika sauti yake.
ya kimya iliyozikwa ya kweli. Kwa mara ya kwanza tangu kuingia kwenye jumba, Laya hakuona bilionea wala ombaomba, bali mwanaume kati aliyeraruka kati ya maulimwengu ambayo kamwe hayakuelewana. Aligeuka kwake kisha, karibu zaidi kuliko awali. Ulionyesha wema nilipokuwa sio kitu. Ulinipa joto bila kujua ni nani. Hunikopi chochote, Laya, lakini nilihitaji ujue. Macho yake yalikutana na yake. Unafikiri pesa zinabadilisha nilichokuona kwako? Alitabasamu kidogo. Nafikiri pesa zinabadilisha kila kitu, hata ukweli. Maneno yalining'inia hewani, nzito, yasiyokuwa na uhakika. Na ingawa Laya alitaka kuamini hakuna kingeweza kubadilisha alichohisi, hofu ya kimya ilianza kukua ndani yake. Kwa sababu kwa mara ya kwanza, hakuwa na uhakika ni nani alikuwa katika ulimwengu wake. Msichana aliyemjali au siri ambayo hatimaye angehitaji kuficha. Nje, radi ilipiga kwa udhaifu mbali, onyo katika usiku. Asubuhi ya kesho, mwangaza wa jua ulimwagika kupitia mapazia mepesi, ukikata sakafu za marmar kama uzi wa dhahabu. Laya aliamka katika chumba cha wageni, kubwa kuliko ghorofa yake nzima. Chandelier ya kioo iling'inia juu, na mashuka chini yake yalikuwa laini kuliko kitambaa chochote alichowahi kugusa. Angehitaji kuhisi mshangao, ajabu, hata shukrani, lakini badala yake wasiwasi ulitulia kifuani mwake kama jiwe. Huu haukuwa ulimwengu wake. Haukuwa hata karibu. Kubandika kulikuja mlangoni. B.E. Dawson. Sauti ya mwanamke iliita, Bwana Ward anakuomba uwepo kwenye kifungua kinywa. Alinuka polepole, akaangazia nywele zake, na alijitazama kwenye kioo kilichopambwa. Mfano haukuonekana kama msichana aliyetembea kupitia ukungu kuelekea darasani na kikombe cha mchuzi. Toleo hili lilionekana la kukopa, lisilo mahali pake. Alipoingia katika chumba cha kula, Elias alikuwa tayari ameketi kwenye meza ndefu ya mwaloni ambayo ingeweza kukaribisha watu 20. Alivaa shati jeupe safi, hakuna jaketi, mikono imesokotwa hadi kwenye makonde. Mwanga wa asubuhi ulinasa dhahabu katika nywele zake. Alitabasamu alipomwona. Habari za asubuhi, Laya alisita. Habari za asubuhi, Bwana Ward. Tabasamu lake lilizimika kidogo. Huna haja ya kuniita hivyo. Alikaa mkabala naye. Meza ilikuwa imeungana na vyakula asivyotambua, matunda safi, mayai, mikate iliyong'aa kwa asali. Alichagua croissant, akijaribu kupuza mvutano uliokuwa ukipanda uti wa mgongo wake. Umelala vizuri? Aliuliza. Vizuri sana, alisema kwa upole. Karibu ilihisi kama ndoto ya mtu mwingine. Alimchunguza kwa muda. Huhitaji kuwa mtu mwingine hapa, Laya? Aliangalia juu, akikutana na macho yake. Sihitaji. Kabla ya kujibu, sauti ya mwanamke ilikata kwa ukali kupitia chumba. Nilifikiri ulikuwa unazaha, Elias. Laya aliguka. Akisimama kwenye mlango kulikuwa na mwanamke aliyefungwa katika ufahari. Nywele nyeusi laini, midomo miekundu, macho makali kama kiu. Viatu vyake vya kigongo vilipiga sauti dhidi ya marmar alipoingia. Kwao wa Elias ulikazwa. Ava, alisema kwa ghorofa. Huku alikuwa mwanamke, Ava Ward. Laya aligundua, akatoa tabasamu baridi. Unaleta mgeni kwenye nyumba, na mimi ndiye nisiye alikuwa. Tumbo la Laya liligeuka. Elias alisimama, msimamo wake ghafla ukiwa wa ulinzi. Yeye sio mgeni. Oh, macho ya Ava yalipita juu ya Laya, kutoka kwa vazi lake rahisi hadi mikono yake inayotetemeka. Anaonekana kama moja, au labda tu mtu ambaye alitembea mbali sana kutoka ulimwengu wake. Ava, Elias alisema, sauti ya chini ya onyo. Lakini Ava hakumaliza. Unafikiri hii? Aliashiria kwa Laya. Itaisha tofauti na mara ya mwisho ulijaribu kuokoa mtu chini yako. Huwezi kufuta ulipotoka kaka. Na yeye hawezi kuishi ambapo tunaishi. Laya alikonyeza macho. Kaka. Neno lilikata kupitia mshangao wake. Ava hakuwa mpenzi wa zamani wa wivu. Alikuwa dada yake. Elias alipumua polepole. Humjui. Macho ya Ava yalikaza. Wala wewe humjui. Kisha aligeuka kwa Laya. Sauti yake ya sukari tamu lakini katili chini. Unajua kinatokea nini kwa watu wanaopenda kaka yangu, mpendwa?
Wanazama kwenye vitu wasivyoweza kumudu. Siri, matarajio, aibu. Ningeondoka kabla haijawa mbaya. Kifua cha Laya kiliumwa. Alisimama ghafla, kiti kikisogea dhidi ya marmar. Sikuja hapa kwa idhini yako. Ava alitabasamu kwa unembamba. Vizuri, hutapata. Kisha alitoka nje, viatu vya visigino vikipiga kelele kama kofi. Ukimya ulianguka. Mikono ya Elias ilikazwa kuwa ngumi. Samahani, alinung'unika. Hana haki ya. Ana haki kuhusu kitu kimoja, Laya alikatiza kwa upole. Huu sio ulimwengu wangu. Alisogea karibu, mwenye kukata tamaa. Laya, usiambie hivyo. Macho yake yaling'ara kwa migogoro. Nimetumia maisha yangu yote nikijaribu kutoroka uzito wa kutokuwa na ya kutosha. Na wewe, umeondoka ulimwengu ulio na kila kitu kwa sababu ilikuwa nyingi sana. Unaona jinsi hiyo ilivyo chini juu. Elias alimtazama, maneno yakimfeli. Aligeuka, akitembea kuelekea dirisha ambapo bustani ilienea bila mwisho chini. Wafanyakazi walipogoa waridi, chemchemi zilimetameta. Ilikuwa ya kupendeza na ya kukandamiza. Uliishi kama omba kuhisi kuwa binadamu tena, alisema. Lakini nafikiri ulisahau. Watu kama mimi wanaishi namna hiyo kwa sababu hatuna chaguo. Alifunga macho kifupi, ukweli wa maneno yake ukikata kirefu. Una haki, alisema hatimaye. Na nitatumia maisha yangu yaliyobaki nikijaribu kuelewa maana ya hayo. Alipomkabili tena, taswira yake ililegea. Huhitaji kuelewa, Elias. Tu usionifanye kuwa sehemu ya hadithi yako ya ukombozi. Alijikuta. Si kutoka hasira, bali maumivu. Hiyo sio hii. Basi ni nini? Aliuliza, sauti ikitetemeka. Sisi ni nini? Alichukua hatua karibu, akinyosha mkono. Lakini kabla hajazungumza, mtumishi aliingia kwa haraka. Bwana, kuna simu kwa ajili yako kutoka bodi. Elias aliinyosha, uso wake ukifunga. Nitaichukua katika ofisi ya kusoma. Alipokwenda, macho ya Laya yalidumu kwenye nafasi tupu aliyoikalia. Alitaka kumuamini kwamba walichoshiriki hakikuwafungiwa na utajiri au huruma, lakini maneno ya Ava yaliangaza kwa ukatili akilini mwake. Huwezi kuishi ambapo tunaishi. Usiku huo, alisimama kwenye balkoni nje ya chumba chake, akitazama mwanga wa mwezi ukimwagika juu ya mali isiyo na mwisho. Alifikiri kuhusu mchuzi ambao hapo awali alimletea, ukimya walioshirikiana, faraja ambayo haikuhitaji maelezo. Lakini sasa, kila kitu kilikuwa na maana nyingi sana. Mahali fulani chini, alimuona akitembea peke yake kupitia bustani, simu mkononi, mabega mazito. Hata toka mbali, angeweza kuona mzigo aliobeba. Vita kati ya alikuwa nani na alikuwa anataka kuwa nani. Na ingawa moyo wake ulimwumia, sauti ya kimya ilining'inia ndani yake. Labda upendo hautoshi wakati ulimwengu unaoingia haukuwahi kumaanisha kukukaribisha. Upepo ulivuta miti, ukibeba baridi iliyohisi kama onyo. Kitu kilikuwa kinakuja, kitu ambacho kingejaribu kila kitu walichokuwa wameanza kuelewa. Jioni ya kesho, jumba lilikuwa hai kwa sauti, kicheko, muziki na mlio wa chini wa kioo kutoka kwenye balkoni ya chumba chake cha wageni. Laya alitazama anasa ikizunguka chini kama ndoto iliyopakwa kwa dhahabu. Wageni wengi walizungumza chini ya vitanzi kali, nyuso makali na ujasiri, maneno yaliyochoshwa katika ubuni. Alihisi kuwa asiyeonekana miongoni mwao, mzimu katika nguo za kukopa. Elias alikuwa amemwambia ni mkutano mdogo wa familia tu. Ilionekana zaidi kama sherehe ya kifalme. Alipotokea mlangoni mwake, akivaa suti ya bluu ya usiku iliyomuwiana kama siri, alisahau jinsi ya kupumua. Hakuonekana kama mwanaume kutoka kituo cha basi. Lakini hata hivyo, alipomtabasamu, aliona wema ule ule uliomwondoa mwanzoni. Huna haja ya kufanya hii, alining'inia. Nina haja, alisema kwa upole. Ulisimama karibu nami nilipokuwa sina kitu. Leo usiku ninasimama karibu nawe bila masks. Alitoa mkono wake, alichukua. Pamoja walishuka ngazi za marmar kwenye bahari ya macho. Mnong'ono ulianza mara moja. Ni nani yeye? Anaonekana kutokuwa mahali pake. Mwingine wa kusaidia.
Laya alihisi kila neno kama kioo dhidi ya ngozi yake. Lakini mkono wa Elias haukunyauka. Alimuongoza moja kwa moja kwenye meza ndefu ya kula ambapo picha ya wazazi wake waliokufa ilining'inia nyuma ya mishumaa ya kioo. Kwenye kichwa aliketi Ava, tayari kama malkia aliye tayari kwa vita. Vizuri, Ava alisema, akiinua kioo chake. Kaka anayerejea na kampuni. Elias alipuuza dhihaka. Kila mtu, huyu ni Laya Dawson. Ukimya ulifuata. Laya alilazimika kutabasamu kwa adabu, ingawa moyo wake ulipiga kama radi. Laya, Elias aliendelea, ndiye sababu nilirudi nyumbani. Maneno yalipiga chumba kama cheche kwenye kuni kavu. Mazungumzo yalisimama. Wageni wachache walibadilishana macho. Taswira ya Ava iliganda. Sababu, Ava alisema polepole. Tueleze. Elias alitazama kuzunguka meza. Nyote mnaabudu kile nyumba hii kinawakilisha: nguvu, udhibiti, ukamilifu. Lakini nilijipoteza ndani yake. Niliondoka kukumbuka maana ya kuwa binadamu. Nilikipata tena wakati msichana asiye na kitu alishiriki joto lake na mwanaume aliyefikiri hakuwa mtu. Kuvutwa pumzi kulienea. Laya alitaka kutoweka. Ava alicheka, kali, bila kicheko. Kwa hivyo hiyo ndiyo hii maonyesho. Unafikiri kuleta mwanafunzi maskini hapa kuthibitisha ufufuo wako wa kimaadili? Ava, Elias alisema kwa nguvu. La, acha, Ava alisema. Lakini Ava aliinuka, macho yakimetameta. Hapana kaka, hebu tumwambie ukweli kabla hajauza ndoto. Damu ya Laya iliganda. Ukweli gani? Ava aligeuka kwake, sauti laini lakini yenye sumu. Hakuondoka tu, mpendwa. Alilazimishwa kutoka baada ya ajali moja ambayo iliwaua wafanyakazi wawili kwenye eneo la ujenzi wa Ward. Kampuni ilifunika ili kumlinda. Hatia yake ilimpeleka kukimbia. Uso wa Elias ukapoteza rangi. Ya kutosha. Lakini Ava aliendelea. Aliketi kando ya kituo hicho cha basi kwa sababu ilikuwa na ng'ambo ya barabara kutoka mahali palipokea. Kila asubuhi alitazama mahali ambapo aliharibu maisha. Hukumu wako wa Laya ulikuwa toba yake. Chumba kilianguka katika ukimya wa kushangaza. Laya alimtazama Elias bila kupumua. Je, ni kweli? Taya yake ilitetemeka. Ilikuwa ajali, msingi ulikuwa na kasoro, sikujua. Lakini ndio, ni kweli. Machozi yaliungua macho yake. Mwanaume ambaye alidhani amemponyesha alikuwa akitishwa na kitu kingine kilichogiza zaidi. Ava alitabasamu kwa kiburi. Una kaka, hata hadithi yako ya ukombozi imejengwa juu ya uharibifu. Elias aligeuka kwake, macho yakiwaka. Hiyo ni ya kutosha, Ava. Alipiga kioo chake chini, akivunja. Nilifanya kosa, na moja ambao nitalipa maisha yangu yote. Lakini usithubutu kumtumia yeye kuiguzilia. Alikabili Laya, kisha chumba kikipungua. Sikusudia kukudanganya. Nilitaka uone ni nani kweli kabla ya kujifunza nilichofanya. Sauti ya Laya ilivunjika. Ulijificha nyuma ya maumivu yako, na mimi nilipenda hivyo. Nilijificha, alisema, akisogea karibu. Lakini ulinipata. Ulionyesha ninaweza bado kuhisi kama mwanaume, si mnyama. Wageni walining'unika kwa wasiwasi. Ava alitazama kwa ridhaa ya baridi, na uhakika Laya angeondoka. Lakini machozi ya Laya yaling'aa aliponing'inia. Huwezi kurekebisha wakati uliopita, Elias. Lakini labda unaweza kuishi tofauti nao. Alimtazama, tumaini likimetameta kupitia uharibifu. Kama utabaki. Alisita, moyo ukigeuka kati ya hofu na upendo. Nitabaki, alisema hatimaye, kama utaacha kukimbia. Kwa mara ya kwanza, alitabasamu. Si tabasamu la bilionea au omba-omba, bali la mwanaume hatimaye aliye na amani. Aligeuka kwa umati ulioshangaa. Nyote mlitaka mrithi kurudi, alisema. Vizuri, nipo hapa, lakini si jinsi mnavyonikumbuka. Nyumba hii itabadilika kuanzia leo usiku. Kampuni itafungua kila faili, kulipa kila deni, kujenga upya kilichovunjwa. Hakuna kujifanya tena. Ukimya ulienea. Mahali fulani mwishoni mwa meza, mgeni mmoja alianza kupiga makofi. Kisha mwingine, na mwingine.
Utulivu wa Ava ukapasuka, maangalizi yake yakitetemeka kwa kutokuamini. Laya aliifikia mkono wa Elias. Vidole vyake vilifungwa karibu na vyake kwa uhakika wa kimya. Katika wakati huo, kelele, utajiri, hukumu na vyote vilijitia mabaki. Kulikuwa na wao tu. Baada ya wageni kuondoka na nyumba kutulia, walisimama pamoja katika uwanja. Hewa ya usiku ilikuwa ya baridi, yenye harufu ya waridi. Ulinichukua nyumbani, Laya alining'inia. Na kweli ilimshangaza kila mtu. Alitabasamu kidogo. Ikiwa ni pamoja na wewe. Hasa mimi. Alicheka chini, bila ulinzi. Na akaegema kwake. Taa kutoka jumbani zilimetameta juu ya chemchemi, zikitupa mawimbi ya dhahabu juu ya nyuso zao. Alishindilia paji lake kwenye lake. Sijui kinatokea baadaye. Basi tuanze kidogo, alisema kwa upole. Kesho turudi kwenye kituo kile cha basi pamoja. Aliinama kichwa, macho yakiwa na machozi ya faraja. Pamoja. Alfajiri ilipopambazuka juu ya mali, omba na mwanafunzi maskini walisimama upande kwa upande. Roho mbili ambazo zilikutana katika chini kabisa, sasa zikisimama mahali ambapo ulimwengu hatimaye ungeweza kuwaona. Si kama bilionia na masaada, si kama Hatia na Neema, bali kama sawa na mahali fulani ndani ya nyumba kubwa inayoangaza. Ava alitazama kutoka dirishani, mfano wake ukikamatwa kati ya wivu na kustaajabu. Kwa mara ya kwanza, hata yeye hakuweza kuambia ni yupi aliyehisi zaidi. Nje, mwangaza wa kwanza wa jua uligusa nyuso zao, na katika mwanga ule dhaifu, kila kitu kilichowahi kuwatenganisha kilianza kimya, kwa uzuri kupona. Mwisho wa hadithi. Je, umependa hadithi hii ya ajabu ya upendo na ukombozi? Shiriki na wenzako na tukumbuke. Mara nyingi watu wenye moyo safi ni hazina kubwa zaidi duniani. Upendo halitazami utajiri au umaskini, lakini moyo wa mtu.